Bonyeza subscribe kisha alama ya kengele itakayokujia. Yes, tukio lingine ni tukio la Doto pamoja na mtu wake, mpenzi wake kumganda kwa nyuma Doto. Na limekuwa tukio pia la kushangaza sana na kuweza kustaajabisha kwa namna moja ama nyingine. Kama ulipitwa na jambo hili ama tukio hili, ni kwamba binti ambaye anaitwa Doto ama Precious aliweza kuamua kumtengeneza mume wake baada ya mume wake kuweza kuonekana kama hamuelewi, hamsikilizi, hamthamini mke wake ama mpenzi wake, hamjali. Kwa hiyo akaona atafute namna hiyo wale wako mapacha. Kwa hiyo Kulwa akaamua kuweza kumsaidia ndugu yake kwa namna moja ama nyingine. Aliweza kumsaidia ndugu yake kwa kumpa njia kwamba bwana, tufanye hivi. Ni Kulwa ndo alikuwa na matatizo, Doto ndo aliweza kumsaidia dada yake, kama sikosema, wanachanganya kutokana na wenyewe jinsi walivyo. Sasa Doto aliweza kumshauri dada yake kwamba bwana, twende kwa mtaalamu, kwa sababu mimi nina mtu ambaye shakunisaidia 1 2 3, kwa hiyo hata tukienda kwenye hili swala la shemeji basi mambo yatakuwa sawa. Kwa hiyo akafanya kuweza kuiba kutoka pale nyumbani kwenda kwa mganga. Nakumbuka alisema ni Tanga kama sikosei. Baada ya kufika kule akapewa dawa. Alipopewa dawa ile ilibidi aweze kurudi nayo nyumbani na kuweza kufanya kama ambavyo mganga aliweza kuelekeza. Sasa baada kuweka ile dawa kwenye ndoo jeupe, kwa sababu alimwambia kwamba achukue maji ya kuoga ambapo anaenda kumwandalia mtu wake, amwekee dawa kwenye ndoo jeupe, lakini yeye nakumbuka alisema kwamba aliweka kwenye ndoo ya njano. Kwa hiyo kosa kubwa lilikuwa ni hilo la kuchukua dawa kuweka kwenye ndoo la njano badala ya ndoo jeupe. Sijui unanielewa vizuri. Ndoo jeupe litumike, ndoo la njano lisitumike, lakini likatumika ndoo la njano, ama ndoo la aina rangi yoyote lile lisitumike, ila isipokuwa ni nyeupe peke yake. Kwa hiyo akaenda kutumia kwenye ndoo la njano. Changamoto ikaanzia hapo mara baada ya yule mwanaume kuweza kuoga yale maji, na kupelekea kama mwanaume muda wote alikuwa anahitaji kuweza kukaa karibu na Kulwa, na kuona kwamba ni mtu ambaye hapaswi kukaa naye mbali kwa mapenzi, anampenda na anamjali na mheshimu. Lakini sasa kibaya ni kwamba jamaa alifika hatua sasa kazi ilikuwa hawezi kufanya tena kazi, kwa sababu muda mwingi anakaa nyuma ya mwanamke, na kupelekea shida kubwa sana kwa mwanamke, kwa sababu mwanamke naye alikuwa sasa hayuko free kufanya mambo yake katika utafutaji, lakini kama mwanamke kuweza kwenda hata kusuka ilikuwa ni kitu ambacho kigumu sana. Kwa mambo yakawa ni mengi sana. Sasa mara ya mwisho tuweza kuzungumza na binti ambaye yeye ni mpangaji mwenza wa Kulwa pamoja na mpenzi wake, na aliweza kutuambia kitu kimoja kwamba kwa bahati mbaya wametoweka kusikojulikana, na tulitaka kuweza kupata tamko rasmi kutoka kwa baba mwenye nyumba, lakini hatukufanikiwa kutokana na utofauti wa muda ambao tulikuwa nao, yeye hakuwa na muda. Kwa hiyo kuna mambo fulani kwa nje ya uwezo wetu, lakini taarifa za kusema kama ametoweka ghafla na haifahamiki yuko wapi, mimi binafsi zilinitia mashaka, kwa sababu tuliacha katika matatizo na tujui kwamba nini ambacho kinaendelea baina yao. Lakini katika kuweza kuhangaika kumtafuta mtu ambaye naweza nikasema ndo mtu wa karibu na kina Kulwa na Doto, ikawa ni ngumu kuweza kuwapata wao, ikawa ni shida kidogo kuweza kuwapata. Na mpaka sasa ambavyo nazungumza bado tunaendelea kutafuta suluhisho la kuweza kuwapata na kuweza kujua je
hali inaendelea vipi, kwa sababu nakumbuka mara mwisho tuliweza kukaa na kuzungumza namna kusolve hili tatizo, lakini ghafla imekuwa hivyo, na imekuwa ni kitu ambacho kidogo imenishtua sana, lakini yote bado tunaendelea kupambania jambo likae sawa. Sasa hapa katika jambo hili kuna watu wakawa wameniuliza maswali mengi, na wengine pia kuogopa. Unajua inapelekea mtu mwingine kuweza kuogopa ama kutafuta njia kwamba ajikinge ili asije kukumbana na mambo hayo. Tukizungumzia swala la mahusiano kwa njia ya kutengenezewa dawa ni jambo kidogo pana, na hapa linahitaji mtu ambaye yuko makini kuweza kukufanyia dawa, mtu ambaye anaweza akakufanyia dawa pasipo masharti yoyote, kwa sababu endapo kama utapewa masharti alafu ukaja kukosea, ndio unakumbana na changamoto kama hizo ambazo zinaweza kupelekea katika hali tofauti katika maisha. Na kuna mtu aliniuliza, kweli kuna mtu ambaye anaweza akatengeneza dawa bila masharti? Jibu ni kwamba ni kweli wapo ambao wao hawana masharti. Kuna kuwa na taratibu zao ndogo kiasi kwamba hata kama ikitokea bahati mbaya hauwezi kukumbana na changamoto ya aina yoyote. Lakini sasa kuna wale ambao lazima kupatia masharti, na masharti hayo kikosea kuna kuwa na matatizo. Imagine umeenda kwa lengo la kuweza kumweka sawa mpenzi wako, kumfanya aweze kukupenda, kujali, kuheshimu, lakini pia kukupatia nafasi kubwa. Unajua inafika hatua watu wanafanya vitu kama hivi kwa sababu utakuta mtu wake hamthamini, na kumbana na watu design hiyo, na anatamani sana kuweza kupata msaada na nini. Mtu hathaminiwi na mpenzi wake, hajaliwi, na inakuwa saa nyingine ni ghafla tu, inatokeaga ghafla tu. Mtu anajikuta kwamba nilikuwa na mtu ananisamini, nikihitaji kitu fulani ananipatia, nikitaka hivi ananifanyia, lakini inakuwa kama sijui inakuwa vipi, lakini dakika za mwisho mtu anajikuta yupo katika changamoto. Yaani yule mtu tena hamjali from nowhere, yani ni ghafla tu. Unajua wanasema kama ajali inavyotokeaga, unashtukia tu mtu yani hana time na wewe. Shaelewa vizuri, mtu hana time kabisa na wewe. Sasa hiyo inategemeana. Kuna mambo mengi hapo nadhani ya kuweza kupeana kama elimu, kuweza kueleweshana. Kuna vitu vingi hapo ndani vya kuweza kufanya jambo hilo kwako likaweza kuondoka kabisa. Lakini sasa usipokuwa makini unaweza kukurupuka kuweza kutafuta watu ambao sio sahihi, ambao labda anaweza kukuingiza katika changamoto. Lakini kama ukikutana na mtu sahihi, anaweza kukufanyia kitu ambacho hakina madhara ya aina yoyote. Na of course wapo mfano mama yuko ambaye anafanya kitu ambacho kitakusaidia na unakuwa sawa kabisa. Na pia nadhani siku tutafuta siku nyingine kuweza kulizungumza hili jambo kiundani zaidi kwa utulivu, lakini pia kwa sababu naamini kuna watu ambao wana changamoto za mahusiano, na zingine huwa zinasababishwa na nguvu za giza, lakini pia zingine zinasababishwa na viumbe wachafu kama majini, sana majini mahaba. Nao wako kwa ajili ya kuvuruga sana mahusiano ya mtu ambaye labda amempenda, na huyo mtu na mtu wake, basi lazima atafanya namna tu kukutengenezea wewe uwe nje kabisa ya fikra za yule jamaa ambaye wewe unamkubali, aidha wewe umchukie au yeye akuchukie. Na mambo ni mengi sana. Sasa nadhani pia hilo nishakuzungumzaga, lakini nataka siku tena tunataka tuzungumze kiundani vizuri kabisa, ili mradi kila mmoja aweze kutoka na elimu nzuri ambayo itamsaidia kwa namna moja ama nyingine. Mimi nakaa na watu tofauti, nakutana na watu tofauti, kwa hiyo najifunza vitu vingi, na nashukuru pia kwa wale ambao labda huwa wananifuatilia kupitia vipindi vyangu kama hivi vya kuzungumza hapa na pale elimu.
nashukuru pia wanakumbuka kwamba elimu hii ambayo imemsaidia ameitoa kwa King Paul. Kwa hiyo wanakumbuka kwa namna yake, na mimi pia naweza nikasema kwamba tutazidi kuwa pamoja mpaka pale mambo yatapokuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo tatafuta siku tutazungumza vizuri kabisa, lakini kwa ujumla kwamba hatujaliacha ile jambo na tunaendelea kulipambania. Lazima likae katika mstari wake. Lazima likae katika mstari wake, kwa sababu naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake anazotupatia kila siku na pumzi zake ambazo tunazitumia mpaka muda huu, wewe unanisikiliza, mimi nazungumza, naamini siku zote katika ushindi. Naamini siku zote katika kushinda, na hasa kushinda katika haki ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka. Kwa hiyo naamini kabisa hakuna kitu ambacho tutakishindwa. Ndugu yetu kama tutapata nafasi ya kuweza kukutana nao kwa namna nyingine, wamepona hawana shida, basi tutasema inshallah Mwenyezi Mungu mwema. Lakini kama tutakuta ni changamoto zaidi ya pale, basi naamini tutapambana na tutakaa sawa, watakaa sawa, maisha yataendelea kama kawaida. Basi ni hivyo tu. Mimi leo sina ziada, nilikuwa nataka nikupatie haya mawili matatu, naamini umeweza kuyasikia vizuri. Kama una lolote basi comment hapo chini, mambo yatakuwa poa kabisa. Asante.